Naam, bila shaka mtazamaji ulitufuatilia hapo jana, tulikuwa na mjadala kuhusiana na usafirishaji kwenye biashara ya bajaji. Tulizungumza na viongozi wa bajaji wakazungumza mengi, lakini kikubwa ilikuwa ni ongezeko la nauli ambalo limefanyika hivi karibuni kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 800 kwa kituo kimoja mpaka kituo kingine. Sasa leo tuko na mchambuzi wa masuala ya biashara za usafirishaji Bwana Lupenza. Karibu sana Njombe TV. Naam, asante sana ndugu mwandishi. Naam, jambo hili la kuongeza nauli kwa bajaji ulivyotazama na ulivyosikia na unavyoona, pengine nini maoni yako kwa ujumla? Naam, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Swala la upandishaji wa nauli kwa bajaji, nadhani turudi nyuma kidogo. Limeanza baada ya serikali kuzuia watu wasitoke nje baada ya ule mvurugano kidogo wa mambo ya siasa. Kwa hiyo baada ya kufungua sasa njia serikali kwamba watu waanze kutoka nje, watu waanze kufanya kazi, kulikuwa na uhaba kidogo wa mafuta, petroli pamoja na diesel. Na uhaba ule ulisababisha vyombo vya usafiri hasa bajaji kupandisha nauli kwa kisingizio au kwa kigezo kwamba mafuta ni adimu. Lakini baada sasa ya sheri zote kuwa na mafuta, kama unakumbuka kwamba vyombo vyote vikawa sasa vinatembea barabarani na kukawa na mafuta ya kutosha. Kwa hiyo baada ya pale sasa bajaji kutoka shilingi 1000 ambayo sasa walikuwa natoza kwa kigezo cha kwamba mafuta ni machache, ni adimu kwenye sheri, wakaongeza nauli kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 800. Kwamba baada ya shilingi 1000 kwenye uhaba wa mafuta wangeshuka shilingi 500. Matokeo yake sasa wakaweka shilingi 800 bila sababu za msingi. Mamlaka zipo bila shaka zinazosimamia bajaji, hazijazungumza chochote au zimezungumza? Naam, kuhusiana na ishu ya mamlaka, mimi nadhani bajaji pamoja na daladala ni vyombo vya kusafirisha umma, ni vyombo vya usafiri ambavyo vimesajiliwa kwa ajili ya kusafirisha umma. Nilikuuliza hili swali kwa sababu mwenyekiti wa bajaji alisema kwamba wao hawasimamiwi, hawapangiwi na mtu yoyote, wanapanga wenyewe. Nadhani hii iko sawa kweli? Kwa mtazamo wangu mimi kama mdau wa maendeleo, lakini mimi kama mkazi wa Njombe, lakini mimi kama muathirika wa usafiri huo wa bajaji, mimi naona sababu zao hazina mashiko, Umeathirika vipi? Naam, nimeathirika kwa kiasi kikubwa, na sio peke yangu. Huwezi kuamini ndugu mtangazaji, ni kilio, watu wanalia, watu wanafanya biashara. Kumbuka mkoa wa Njombe wafanya biashara wengi wanatoka nje ya mji wa Njombe. Kwa hiyo saa 12 asubuhi, saa 12 jioni, unaona jinsi wafanya biashara wa Njombe wanavyotiririka kutoka majumbani kwao kuja mjini na kutoka mjini kurudi majumbani. Kwa hivyo ongezeko hili la nauli limeathiri pakubwa sana, manunguniko yamekuwa mengi. Kwa hivyo mimi nashauri hawa wamiliki wa daladala pamoja na madereva, mimi naamini 90% ya hivi vyombo vya usafiri hasa bajaji vinamilikiwa na mabosi wao. Kwa hiyo hawa wenye viti wa bajaji sidhani kama wao ndio wamiliki wa hivyo vyombo. Lazima utathmini hapo, lazima kutakuwa na mazungumzo juu ya bosi mmiliki wa chombo, lakini pia na huyu driver. Hawa viongozi wa bajaji sidhani kama wana mamlaka ya kupanga nauli na kudhibiti. Alafu unaniambia wameongeza nauli kwa sababu ya ongezeko la bajaji zinauzwa bei ghali. Nani kawaambia? Mwenyekiti wa bajaji ni mmiliki wa hizo bajaji au kaambiwa na hao mabosi wanaonunua hizo bajaji? Lakini hoja yake inaweza kuwa na mashiko. Naam, labda nikwambie kitu kidogo tu, nikukumbushe kwamba wewe ukinunua basi milioni 200 mwaka 2020, basi hilo mwaka 2025 likauzwa milioni 400. Je, utapandisha nauli? Huwezi kupandisha nauli. Nauli inapanda kwa sheria na kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na mamlaka. Na kwa sheria zetu za Tanzania ni sawa kauli ya mwenyekiti kwamba wao hawapangiwi na mtu yote? Ni sawa? No, mimi nadhani ni kukengeuka au ni kujisahau. Unajua wakati mwingine binadamu ana tabia kujisahau. Na mimi naomba sana mamlaka wajue sisi wananchi wa Njombe, wakulima, wananchi wa kawaida, wafanyabiashara wa kawaida, sisi machinga
ambao tunatembeza vitu, nakaa Nundu nafanya biashara wa machinga huku mjini, wajue tunaumia. Unapopandisha nauli lazima ujue uchumi wa mtu uwe na sababu za msingi. Kama unapandisha nauli, basi na huyu mtu uchumi wake uwe umepanda. Na ndio maana tunasema lazima kuwe na taasisi ambazo sasa zinatoa tamko zenye mamlaka ya kudhibiti mambo ya usafiri. Kwa hiyo sasa hivi tunaomba kauli ya serikali na kauli ya mamlaka wasikae kimya. Hii wiki moja hii ni mateso makubwa. Ni mateso makubwa sana kwa wananchi wa Njombe. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari pamoja na wadau wengine, hebu jaribuni kupaza sauti, waondoe kabisa hiyo. Bwana Lupenza, wataalamu wanasema kwamba ni biashara hulia. Ukishindwa kupanda bajaji utapanda bodaboda, ukishindwa bodaboda basi utapanda daladala. Hivi tunapozungumza, daladala ambazo ziko kwa mjibu wa sheria kusafirisha abiria wakiwemo wanafunzi ziko barabarani, au sivyo? Nadhani kwa mkoa wa Njombe una shida kidogo wa kijiografia, hasa kwenye barabara. Sisi tuna barabara kuu moja, tofauti na mikoa mingine na majiji mengine kama Mbeya. Kama umefika Mbeya unaona kuna barabara nyingi na kuna msongamano mkubwa wa watu. Kwa hiyo bajaji na daladala wana uwezo mkubwa wa kufanya biashara, lakini pia ni jiji ambalo limechangamka kibiashara. Lakini kwa nature, kwa asili ya Njombe kama unavyoona, tuna barabara moja tu ya kibiashara ambayo ni lami. Kwa hiyo sasa inagombaniwa. Kwa hiyo mamlaka, ukiniambia utasema ni biashara hulia, kama huwezi ondoka, kama unaweza endelea kuwepo. Mimi nadhani sio kauli nzuri, ni kauli ya kibaguzi kidogo. Na sijui hizo kauli kama zinatolewa na wanasiasa au na watu wenye mamlaka. Sijajua. Ni mapema tu tangu bajaji waongeze nauli, na pengine sababu zao za kuongeza nauli tumeshazizungumzia hapa kwamba vyombo vinanunuliwa ghali, kwa hiyo ni lazima wafidie kwa kuongeza nauli. Sasa ndio limekwisha tokea na linazidi kuendelea, pengine linaweza likazoeleka hapo baadaye kabla hali haijawa mbaya kwa watumiaji kama ulivyosema mwenyewe. Unafikiri nini kifanyike kwa mamlaka zinazohusika kusimamia masuala haya, au serikali kwa ujumla? Mimi naamini serikali kwanza ni chombo chenye meno, hawawezi kushindwa kitu. Na kama hiyo ni shilingi 800, basi hiyo kauli tuisikie kutoka kwenye mamlaka. Hatuhitaji kusikia kwa viongozi ambao ni viongozi anakuambia mimi ni mwenyekiti wa bajaji. Sisi hatumjui mwenyekiti wa bajaji. Ulitamani kusikia kutoka kwa mamlaka hii? Tunahitaji kujua kwenye mamlaka ambayo sasa hivyo vyombo vinasajiliwa. Kama ni LATRA, hao ndio wazungumze, lakini kama ni jeshi la polisi, basi watupe taarifa kwamba hiyo nauli iliyowekwa ni imepangwa na serikali, au hicho kiwango, hata kama ni biashara hulia na hata kama wana sababu za msingi kwamba hawapangiwi bei, serikali lazima iingilie kati, ione hiyo shilingi 300 walioipandisha ina sababu za msingi ndani yake. Kwa nini isiwe shilingi 600? Wanasema kundi kwa nini isiwe shilingi 700? Wanasema kundi la kwa nini iwe 800? Halijaguswa. Kundi la wanafunzi hawajaligusa kabisa, nauli imesalia shilingi 200. Huoni kama bado wana huruma hawa? Hapana, kwa sababu ukiniambia kwenye ishu ya wanafunzi, mimi nasafiri na daladala kila siku. Natoka Mji Mwema na kuja mjini. Wanafunzi wale wanapakiwa kwa huruma. Huwezi kuamini, ana uwezo wa kumpakia mwanafunzi mmoja tu kwenye bajaji yake. Sio kwamba anajaza wanafunzi mle ndani kwa shilingi 200. Kwa hiyo swala la kusema nauli ya wanafunzi imebaki pale pale ni sababu isiyo na msingi, isiyo na mashiko. Kwa hiyo mimi nasema kama mdau, kama msafiri, kama mwananchi wa kawaida kabisa ambaye mimi natafuta kipato kidogo sana, mimi nadhani hii nauli, mimi nawakilisha wananchi wa Njombe, wananchi wa kawaida kabisa, wa machinga, wafanya biashara wadogo. Naam, hiyo nauli inatuumiza. Serikali ije itoe majibu. Kwa nini isiwe shilingi 600? Kwa nini isiwe shilingi 700? Kwa nini iwe 800? Alafu kibaya zaidi, mwenyekiti wa bajaji anasema, amezungumza vitu viwili ambavyo unaona pia havina mashiko kabisa, kwamba kabla abiria hajapanda kwenye bajaji wanamuuliza, una uwezo wa kulipa shilingi 800? Kama huwezi, shuka, panda daladala, kitu ambacho sio kweli. Wanamuuliza, umesoma bango? Wanasema wao kila bajaji ina bango ambalo limeandika nauli. Sasa nani mwananchi atasoma bango? Kuna wengine hawajui kusoma na kuandika. Sasa ukiniambia kuna mabango za hizo nauli, kwa kweli hiyo inaleta ukakasi kidogo. Mimi nadhani mamlaka ije itoe majibu ili wananchi tupone. Hatuwezi kupata mateso namna hiyo. Mbeya nadhani nauli ni shilingi 800. Unafahamu hilo? Mbeya ni shilingi 800. Yes, lakini kuna tamko maalum, sio kwamba walikaa wabajaji, sidhani kama walifanya hivyo kwamba walijipangia tu bajaji. Umeona, lakini kwa sababu ni jiji ambalo limechangamka, ni jiji ambalo lina watu wengi, biashara ni nyingi, lakini kwa Njombe mamlaka ijaribu kusema. Tukiacha namna hii, wananchi hawajui, na wananchi wanajua kabisa wana viongozi wao
wana mamlaka zao, wana serikali zao za kuwasemea. Lakini kubaki kimya kwa kweli hii kidogo inatia ukakasi. Kwa kuhitimisha labda unaonaje huduma zenyewe zinazotolewa na hawa madereva bajaji? Unazionaje? Mimi ni washukuru kwanza hawa madereva bajaji, wana ushirikiano wala hawana shida yoyote. Wako vizuri, wana kauli nzuri. Mfano kama kutubebea wanafunzi, watoto wetu wanabeba, wala hawana shida. Lakini shida kubwa hapo kupandisha nauli ghafla. Alafu hawana sababu za msingi, yani sababu zao wanazozitoa hazina mashiko. Kwamba unapandisha nauli ya bajaji kwa sababu bajaji inauzwa bei ghali. Kwa sababu service, nimesikia kwamba service walikuwa wanafanya service bajaji kwa 12,000, sasa hivi 22,000 sio na 600. Haiwezekani, hizo sio sababu za msingi. Waje na sababu za msingi na mamlaka. Kama hawana mamlaka, basi tuone jeshi la polisi na lenyewe linasemaje. Kama wameruhusu hiyo kitu, basi tusikie kwa mamlaka. Sisi tutalipa shilingi 800. Lakini kwa kauli za mwenyekiti na hao viongozi wa bajaji kwa kweli hapana. Na wamiliki wa bajaji hapana. Hatuwezi kukubali kauli za namna hiyo. Shukrani sana Bwana Lupenza. Asante. Ni mjadala ambao tumeufanya kwa muda mfupi sana kuhusiana na usafiri wa bajaji mjini Njombe, lakini kiini kilikuwa ni uongezaji wa nauli kutoka shilingi 500 kwenda shilingi 800. Kwa leo tumefika mwisho. Tunakushukuru sana mtazamaji wetu ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia chaneli zetu za Njombe TV na Digital News Tanzania. Tunakuahidi tutaendelea kukuletea maudhui ambayo yatakuvutia kuyasikiliza. Bila shaka utakuwa unaelimika, lakini wakati fulani pia unaburudika. Mimi ni Prosper Mfugale ambaye nimekuendeshea matangazo haya, lakini nyuma ya kamera yuko Bwana Ibrahim Lele, mkurugenzi wa Digital News Tanzania. Asante kwa sasa.